Leo ni zuri na lina vifaa vya kisasa. Vifaa vyote nilivyoviona pale ni toleo jipya la vifaa vile. Leo ukienda popote ulimwenguni utamurikwa na vifaa vile vile vinavyomurika hapa. Hiyo ndiyo Tanzania. Hiyo ndiyo KCMC. Ila vifaa vile vitapata maana pale vitakapoambatana na huduma inayotolewa kwa ubora, weledi, nidhamu, uadilifu na kwa kuzingatia misingi ya utu. Nimekutana na madaktari bobezi na madaktari bingwa. Wamenieleza mambo wanayoyafanya mle ndani. Nimewaelewa na nimewaelewa mara mbili kwamba wamedhamiria kutoa huduma kwa wananchi. Nimekutana na mwanangu mmoja anaitwa Rehema kule kunakopigwa mionzi. Amenieleza anachokifanya na nikaelewa kwamba amebobea. Sasa uwepo wa vifaa, uwepo wa madaktari uendane na huduma inayotakiwa. Mgonjwa hudumiwe katika mazingira salama. Jambo hili ni kubwa, maradhi haya ni makubwa. Wagonjwa wahudumiwe katika mazingira salama. Vile vile, ili huduma hizo njema ziweze kuwa endelevu, matunzo ya vifaa hivyo ni jambo la kuzingatia sana, kwa sababu mashine moja tu likisita kule ndani, mfumo wote wa matibabu umesimama, kwa sababu mashine moja imesita kufanya kazi. Kwa hiyo, kwa ndugu zangu, watoto wangu ambao mnahudumia mashine hizi, uangalifu, umakini, uzingatiaji wa maelekezo ya kuendesha vifaa hivi ni muhimu sana. Niwasihi sana kila mmoja wetu au kila mmoja wenu mnaohudumia abebe jina la KCMC kwa uzito na heshima yake. Sio leo tumezindua, baada ya mwezi huduma hakuna, vifaa vimesimama. Hapana. Kama ni maintenance, kampuni zinazofanya maintenance ziitwe mapema kabla mashine kusimama. Niwaombe sana, tulibebeni jina la hospitali yetu. Ndugu zangu, niungane na Baba Askofu Malasusa kusema kwamba, na niwasihi wananchi, tusiogope kupima. Saratani si hukumu ya kifo. Tukiwahi hospitali mapema, tukafuata ushauri wa wataalamu na kuepuka vihatarishi vinavyoepukika, tunaongeza nafasi ya kupona. Hivyo nawasihi wanaume, msione aibu kupima. Mnakuja katika hatua za mwisho. Tezi dume imeshaota, maumivu yakikukolea ndio sasa huna budi unakwenda. Lakini vyema kwenda kupima mapema ili ujue hadhi yako, ujue uko kwenye hali gani. Msiogope kupima. Na kwa wanawake wenzangu, tusichelewe kufanya uchunguzi wa kansa za kizazi, lakini pia uchunguzi wa kansa za matiti. Tusiogope kwenda kupima. Jichunguze. Amesema hapa Baba Askofu kwamba wagonjwa wasizidi, ndio, lakini vifaa vile vipo pia kufanya uchunguzi mzima humwi, lakini ukienda kitakuskini mwili wote, ilipo kinasimama, kinaonesha mshale hapa ipo. Lakini kama hakuna, mwanga ule utapita tu na ukinyanyuka pale unaambiwa hakuna. Lakini kama ipo itasimama iseme hapa kuna dalili. Kwa ni bora kujua hali yako mapema. Kwa nadhani madaktari baadaye huko mngeweka siku maalum kwa wale wanaotaka kufanya uchunguzi wa afya zao. Kwa viongozi wetu wa dini, jamii na vyombo vya habari, tuendelee kusaidia kutoa hamasa na elimu sahihi. Watu wetu wasipelekwe katika tiba zisizothibitishwa wakati ugonjwa ukiendelea. Imani na tiba si maadui. Mungu wetu ametupa maarifa na utaalamu
vitusaidie kuokoa maisha. Kumweka tu mgonjwa hapa ukamwekea mkono, baba msaidie, Mwenyezi Mungu ya Allah, surati nini ile shekhe, surati Shifa, ukamsomea, umemshika kichwa, haiondoshi kansa baba. Waleteni kwa wataalamu, waleteni kwa wataalamu watibiwe. Rai yangu kwenu, tuwatie moyo wagonjwa wa saratani, tuwasaidie kupata taarifa na matibabu sahihi. Mwisho, ndugu zangu, nihitimishe kwa kusema leo KCMC imepiga hatua, lakini wananchi wanatarajia matokeo. Tunatamani kuona huduma zaidi, wataalamu zaidi, muda mfupi zaidi wa kusubiri au wa kusubiria huduma, vifaa vinavyotoa huduma endelevu na wagonjwa wanaotibiwa mapema kwa tabasamu. Niwahakikishie kwa serikali itaendelea kuenzi mchango wa madhehebu yote ya dini nchini katika kuimarisha ustawi wa watu wetu, na hapa ni shukrani maalum kwa dini zote nchini. Tunasaidiana nao katika kutoa mchango wa elimu kwa watu wetu, lakini vile vile mchango wa matibabu, na haya mambo mawili ni muhimu sana. Lakini katika maeneo mengine ya maji na mazingira, taasisi za dini pia zinafanya kazi huko, na ndio maeneo muhimu kwa maisha ya wanadamu. Kwa hiyo serikali inawashukuru sana na tunawahakikishia ushirikiano wetu katika kuleta ustawi wa Watanzania. Katika hilo niseme ninyi mmetambua kwa kazi ya utume iliyotimia haina budi kujielekeza katika kuokoa roho na mwili. Na kuokoa roho ni katika mahubiri mnayotupa, katika miongozo mnayotupa, lakini pia katika matibabu mnayotupa. Hiyo hiyo inaingia kwenye kuokoa mwili, sababu unapomtibu mtu, unapomfanya awe na chakula bora, unapomfanya awe na elimu nzuri, umemwokoa katika maisha yake. Kwa tunawashukuru sana na tuwasema kwamba huo ndio utume mwema na wenye baraka mbele za Mungu. Wale tunaojiita watume, watumishi wa Mungu, huu ndio utume mwema wenye baraka za Mungu. Baada ya kusema hayo, sasa nitamke rasmi kuwa jengo la tiba la mionzi la hospitali ya KCMC limezinduliwa rasmi.